Kafe mume wangu. Sina maisha mazuri maana nina watoto wanasoma, nina watoto walemavu. Kwa hiyo wote hao ni wananitazama mimi. Pacha amewacha akiwa na form 3. Huyu mwingine amemwacha akiwa na form 4, huyu mwingine amemwacha akiwa na darasa la 5. Nini chanzo ambacho cha msiba wake? Ilikuwa na sukari. Chanzo ni sukari. Kwa hiyo baada ya kutumia tiba akawa anaendelea vizuri na kazi alikuwa ameshaanza, ghafla tu pressure ikapanda, ikapasua mshipa wa fahamu, damu zikaanza kutoka na kufariki. Huyu ni mama anayefahamika kwa jina la Zena Ramadhani. Mama huyu anapitia mitihani mingi sana. Hapa anatueleza ya kwamba kwa sasa yeye ndiye mama na yeye ndiye baba. Familia ya watoto 5 wote jicho lao wanamwangalia mama huyu, huku mme wake akiwa ametangulia mbele za haki na kumwacha mama huyu Zena Ramadhani katika hali ya kusikitisha sana. Mama huyu anatueleza mengi kupitia Families Media. Ungana naye mwanzo mwisho uweze kuyajua mengi anayopitia. Maisha yangu mimi kwa kweli ni magumu sana toka afe mume wangu. Sina maisha mazuri maana nina watoto wanasoma, nina watoto walemavu. Kwa hiyo wote hao ni wananitazama mimi na sina msaada wowote kutoka labda kwa ndugu wa mume wangu au familia yangu. Kwa hiyo mimi mwenyewe ndo napambana. Kwa hiyo kuna watoto ambao wanastahili kuendelea kusoma lakini nimefeli kutokana na maisha yangu jinsi nilivyo. Na sina kazi maalum zaidi ya kufanya kazi za usafi kwenye majumba ya watu. Ndipo nipewe kipande cha mshahara, ndipo nianze kujikizi ndani kwamba ninunue unga, ninunue mboga, watoto shule kusomesha, madaftari. Kwa hiyo kwa kifupi zaidi mimi maisha yangu ni hayo. Magumu sana, siwezi kuendeleza watoto kusomesha na ndio maana wengine wanaishia kati. Na hata hivyo nina mtoto amemaliza shule ya msingi, mwakani anatarajia kuanza form 1. Lakini bado nina changamoto, sielewi kwamba je, atakwenda form 1 au hataenda kutokana na mazingira yangu. Kwa jinsi nilivyo, maana kila nyumba moja nafagia nalipwa shilingi 40,000. Kwa hiyo kwa mwezi. Kwa hiyo nafagia nyumba zangu 3, sijanunua chakula ndani, sijanunua mavazi, mtoto labda ataumwa. Kwa hiyo kipato changu ni kidogo sana kuliko matumizi. Ndio maana nakaa nafikiria huyu anayeanza form 1 mwakani, maana atataka madaftari, atataka begi, atataka uniform. Bado kuna vitu vingine mbalimbali shuleni, maana kama kwanja, fagio, majembe, vyote hivyo vinataka pesa. Na pesa yangu ni ndogo kuliko majukumu nilionayo. Na mume wako alikuacha na watoto wangapi? Na katika idadi hiyo ya watoto, wangapi ambao wana ulemavu? Mlemavu mmoja. Ameniacha na mtoto mlemavu mmoja, wengine amewaacha wakiwa shule. Mapacha amewaacha akiwa na form 3. Huyu mwingine amemwacha akiwa na form 4, huyu mwingine amemwacha akiwa na darasa la 5. Tukahitaji kufahamu chanzo cha msiba wa mume wake, naye hapa anaeleza huku akitaja magumu mazito ambayo anayopitia baada ya mume wake kufariki dunia. Ilikuwa na sukari. Chanzo ni sukari. Kwa hiyo baada ya kutumia tiba akawa anaendelea vizuri na kazi alikuwa ameshaanza, ghafla tu pressure ikapanda, ikapasua mshipa wa fahamu, damu zikaanza kutoka na kufariki. Pole sana. Asante. Na umetueleza kwamba alikuachia watoto 5 na kuna wengine wanasoma. Labda sasa changamoto zipi ambazo zinazokukabili sasa hasa pale katika kuhakikisha kila mtoto anapata mahitaji yake? Mimi kwa kweli kila mtoto nilikuwa nataka kwamba nao wasome. Pamoja hata kama wamefeli form 4, lakini kuna vitu ambavyo vya kuwaendeleza. Kama hapo CCM mkoa nadhani kuna vitu mbalimbali ambavyo wanavyofundisha. Lakini nafeli kutokana na kipato changu na ndio maana siwezi. Kama huyu mlemavu, yani ni bado yuko mikononi kwangu, bado anataka malezi kupitia kwangu. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali kwa sababu ni msichana. kuna taulo za kike, kuna nini, yani kuna vitu vingi tu vya kumhudumia
vyote vinanitaka mimi. Kwa hiyo ndio maana na feli kwa kupitia hawa kuwaendeleza, inabidi niangalie hawa walio chini. Na huyu mlemavu, huu ulemavu alizaliwa nao ama aliupatia tu akiwa ukubwani? Huyu ameupata akiwa ukubwani, yuko shule ya chekechea. Amedondoka shuleni, wenzao wakambeba na kumleta hapa, tukamkimbizia hospitali. Alipokuja kupata ufahamu ndo akawa mlemavu mpaka leo. Na ni kipindi gani mpaka sasa? Mpaka sasa hivi tokea anze kupata ulemavu ana mwaka huu wa 20. Maana ameanza ukiwa na miaka 5 ulemavu. Kwa maana hiyo ana miaka 20 akiwa na hali hii. Mpaka sasa hivi tuseme ana miaka 25, maana miaka 5 alikuwa yuko vizuri, alipofika miaka 6 kwenda mbele ndo kampata huo ulemavu. Na umri wake kabisa sasa yeye ana miaka mingapi? Ana miaka 25. Na ni changamoto zipi sasa kwa yeye ambazo zinamkumba? Changamoto yeye ambaye zinazomkumba labda niseme ni kimalazi au ni kimaisha. Sana labda yeye ni kimaisha, kwa sababu kipindi ambapo alipokuwa na umwa nilipokuwa naenda hospitali na uguza, lakini kulitokea watu walikuwa wanamtaka akaishi kwenye vitengo vya watoto walemavu, lakini kutokana na malipo inabidi imeshindikana. Malipo ni makubwa kuliko kipato changu, na baba alishaanza kuumwa muda mrefu, maana babake ameumwa chini ya miaka 5. Kwa hiyo kipato kilikuwa kinapungua siku hadi siku. Kwa hiyo ikashindikana mpaka babake amepata umauti, basi niko naye mwenyewe namlea. Na vipi kwa hapa ambapo unapoishi? Ni nyumba ya kupanga, na kodi kiasi gani? Kodi 20,000. Kodi nalipa shilingi 20,000. Akiwa mume wangu mzima tulikuwa tunavumba viwili, cha watoto wa kiume na wa kike, lakini baada ya kufa mume wangu inabidi chumba kimoja nirudishe ili nilale na watoto wangu chumba kimoja. Maana watoto wote? Wote 5 nalala nao. Wa kiume na wa kiume? Na wa kiume 2, wanawake 3. Sawa. Labda mwambie sasa ambaye anakutazama. Tunafahamu watu wengi wanakutazama na miongoni mwao wapo ambao wanaguswa kukusaidia. Kipi hasa ambacho unatamani kwa yeyote ambaye anakutazama aweze kukusaidia? Sawa, mimi mtazamo wangu nilikuwa la kwanza kabisa nilikuwa msaada wangu nilikuwa naomba kwanza wanisomeshe huyu mtoto ambaye aliyemaliza la 7 mwaka huu, ambaye mwakani anatarajia kuingia form 1. Ni hilo. La pili, hata nikimpata mtu akiwa ananisaidia labda kwenye chakula, najua hata kipato changu ninachokipata nina uwezo wa kulipa kodi na vitu vingine, maana kwenye nyumba ya kupanga kuna maji, kuna umeme, kuna usafi, na kodi yenyewe. Kwa hiyo kwa hilo nikilipata nitashukuru, na huyu mlemavu kama nitampata mfadhili akinisaidia mavazi pamoja na taulo za kike nitashukuru sana kwa hilo. Na labda mlishawahi kujaribu kwenda naye hospitali na kuna majibu yote ambayo alitoa kwamba endapo ikipatikana gharama kiasi fulani anaweza akatibiwa na akapona, ama walisema changamoto yake haiwezi kupona kabisa huyu ambaye mwenye ulemavu? Huyu mwenye ulemavu walishaniambia kwamba hawezi kupona kabisa, kwa sababu yule daktari alivyonipima akasema kwamba huyu ana tone la damu kwenye ubongo. Kwa hiyo kutokana na gharama ambazo tulizohesabiwa, kwa hiyo haiwezekani kupona, kwa maana gharama sisi hatuziwezi, ni kubwa sana. Sawa. Na sasa kwa yule ambaye anahitaji labda kufahamu mawasiliano yako ama kusaidia na kupateje? Mimi anaweza kunipata kwa namba yangu ya simu 0717 66 58 68. 0717 66 58 68. Hapo na jina kwenye hiyo namba? Hiyo jina linatoka Zena Ramadhani Mohamedi.